Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Elimu bora kwa maendeleo ya taifa. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Kazi inaendelea, kitabu kiendelea. Tuko hapa Bagamoyo ADEM, tuna kikao cha wadau watekelezaji wa mradi wa HEET. Kikao hiki kimekutanisha taasisi 22 ambazo zinatekeleza mradi wa HEET. Taasisi hizo zimewakilishwa na watendaji au wasimamizi katika maeneo makuu manne: wasimamizi wa masuala ya mazingira, wasimamizi wa masuala ya social, wasimamizi wa masuala ya jinsia na wasimamizi wa masuala ya elimu jumuishi. Hawa wote wanasimamia majukumu tofauti tofauti kama nilivyoeleza katika mradi wa HEET. Katika utekelezaji wa mradi wa HEET, hiki ni kikao cha 4 na ni sehemu ya vikao vya Stakeholders Engagement Plan ya mradi. Tunapokutana katika vikao kama hivi, tunajadili mambo mbalimbali, lakini kwa kikao hiki tunajadili maendeleo ya utekelezaji wa mradi wa HEET. Mpaka sasa tumefikia wapi, tukizingatia sasa hivi tuko mwaka wa 4 wa utekelezaji wa mradi. Lakini pia tunajaribu kuangalia changamoto ambazo taasisi zinakutana nazo katika utekelezaji wa mradi katika maeneo niliyoyataja. Na pia tunaangalia nini tufanye, au kama wizara nini au wapi isaidie ili kuweza kuwasaidia taasisi ziweze kuondokana na changamoto hizo ili kuweza kuweka mradi katika usalama zaidi. Vikao hivi, kwa uzoefu wa vikao vya nyuma, vimekuwa vikitusaidia sana kuweka mradi huu katika hali ya usalama. Kama mnavyofahamu, masuala ya mazingira, masuala ya social, haya ya kijamii, masuala ya gender na inclusive education mara nyingi ndio yanakuwa yanahatarisha utekelezaji wa mradi pale yasipokuwa yamekuwa handled vizuri. Kwa hiyo sisi katika mradi wa HEET tunajitahidi sana kuhakikisha kwamba hayo masuala yote tunayachekea vizuri ili mradi uendelee kuwa salama wakati wote mpaka pale mradi utakapokamilika. Kwenye huu mradi wa HEET sisi tunaangalia taratibu ya Benki ya Dunia na taratibu pia za nchi kuhusu masuala zima ya mazingira. Sasa kwa Benki ya Dunia kule tunakuwa na standards mbalimbali, lakini na zipo 10, na upande wa sheria za nchi tuna sera na sheria pia. Kwa hiyo kama taasisi tunafanya kazi kwa kushirikiana na Wizara ya Elimu pamoja na wakandarasi na maconsultant, washauri elekezi, kuhakikisha kwamba mambo ya mazingira yanaendana sambamba na taratibu za Benki ya Dunia zinavyotaka pamoja na sheria za nchi. Kwa hiyo tulishaanza na uandaaji wa nyaraka ambazo zinasimamia mambo ya mazingira, na hizo nyaraka zimeshakamilika na zimethibitishwa na benki pamoja na Baraza la Taifa la Usimamizi wa Mazingira NEMKI. Na kwa sasa ndo tunazisimamia ili mambo yote yaendane na taratibu. Niko hapa kwenye mafunzo yaliyoandaliwa na wizara yanayohusiana na masuala mazima ya jinsia na mambo mengine mengi. Na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kimekuwa kinasimamia masuala mazima ya jinsia katika maeneo ya mradi, kwa sababu sisi tunajenga Lindi, Dar es Salaam, Kagera na Zanzibar. Na katika maeneo yote hayo masuala mazima ya jinsia yamekuwa yakipewa kipaumbele sana. Na kwa kuanza tu niseme tumehakikisha kwamba katika kila eneo la mradi tumekuwa na kamati ambazo zinasimamia masuala mazima ya unyanyasaji wa kijinsia, na kamati hizo ni jumuishi ya watu katika jamii, NGOs ambazo zina umaarufu na ujuzi katika eneo la masuala mazima ya jinsia na unyanyasaji wa kijinsia, lakini pia imekusanya viongozi wa kata na vijiji ili kuweza kuwafanya wawe sehemu ya mradi na watusaidie kuhakikisha unyanyasaji wa kijinsia hautazuia maendeleo ya mradi wetu kwa jinsia yoyote ile. Katika mradi huu wa HEET Chuo Kikuu cha Dodoma, hasa katika masuala ya kijamii, nimekuwa nikisimamia kama nilivyosema uzingatiaji mzima wa miongozo na maelezo mbalimbali ambayo yanahusiana na masuala
ya jamii. Na hadi sasa katika mradi wa HIT Chuo Kikuu cha Dodoma tumefanya mambo mengi ya kuhakikisha jamii inakuwa salama, kuanzia jamii ya wale wafanyakazi kwenye mradi, jamii ya wanafunzi na wafanyakazi wa Chuo Kikuu cha Dodoma, kwa sababu mradi unatekelezwa ndani ya chuo, lakini pia usalama wa jamii ya wale watu wanaotuzunguka, yaani ile mitaa na kata mbalimbali ambazo zinazunguka mradi wa Chuo Kikuu cha Dodoma. Na katika utekelezaji huo tumeandaa miongozo mbalimbali ambayo inasimamia usalama wa jamii. Mojawapo ya miongozo ambayo tumeandaa ni sera inayosimamia masuala ya malalamiko. Na sera hii imeainisha njia mbalimbali ambazo jamii zinaweza kuwasilisha malalamiko yao, lakini jinsi ya kutatua hayo malalamiko, na pia tumeainisha njia mbalimbali ambazo jamii zinaweza kupata mrejesho wa malalamiko yao. Sisi SUA tumenufaika sana na huu mradi. Tumenufaika sana kwenye upande wa elimu jumuishi. Kwa sababu kwanza tumeweza kutengeneza miongozo na sera ambazo zinahusiana na jinsi ya kuangalia au kuwahudumia watu wenye mahitaji maalum. Hii ni pamoja na wanafunzi na walimu na wafanyakazi wengine wote. Hii miongozo haijawahi kuwepo katika chuo chetu cha Sokoine cha kilimo. Pia kwa mara ya kwanza kabisa toka Chuo Kikuu cha Sokoine kianze, mwanafunzi ambaye ana ulemavu wa kuandika, yani hawezi kuandika kwa mkono, ameweza kufanya mitihani ambayo kwa kutumia laptop. Kitu ambacho kwenye sheria za zamani za mitihani, laptop pamoja na vifaa vingine vya kielektroniki vilikuwa haviruhusiwi, lakini mwaka huu kwenye mtihani wa mwisho kabisa ule wanaita UE, ameweza kufanya mtihani wake kwa kutumia laptop. Mimi binafsi kwa kweli nashukuru sana serikali na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuweza kuruhusu kwamba serikali yake iweze kuwa na huu mradi, kwa sababu umetunufaisha sana sana sana, na kweli tunasonga mbele. Na pia pamoja na hayo yote mazuri, tuko hapa Bagamoyo kwa ajili ya kupata tena uzoefu mwingine wa mambo ya mahitaji maalum pamoja na elimu jumuishi kwa viongozi wote sasa wanaosimamia hii portfolio, kwa ajili ya kubadilishana uzoefu na kupata miongozo mingine mizuri namna ya kuweza kuendeleza au kuendeleza huu mradi na ili uweze kufanikisha. Elimu msingi kwa kutoa ithibati na mafunzo ya walimu na maendeleo